lazima tufahamu kwamba Bikira Maria ameshiriki katika kazi ya ukombozi, na nitaielezea zaidi hii. Ameshiriki katika kazi ya ukombozi, lakini ni muhimu kufahamu Bikira Maria sio mkombozi mwenyewe. Bikira Maria ameshiriki kwa ukaribu sana na mkombozi, lakini mkombozi wa wanadamu ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Na wote tunaokolewa na Yesu Kristo. Hata mama Bikira Maria amekombolewa kwa mastahili ya Yesu Kristo mwanae. Kwa hiyo Maria sio mwisho au lengo la mwisho la ibada. Jambo la pili, Bikira Maria si mkombozi tu wa watu, kwa ukaribu sana na mwanae Yesu katika kazi ya ukombozi. Baada ya kusema hayo, pengine niongeze pia sasa maneno ya mtakatifu kwa vyovyote huwezi kumpenda kuliko Yesu alivyompenda. Maximilian Maria Kolbe ndiye aliyesema maneno. Usiogope kumpenda sana mama Bikira Maria, kwa sababu kwa vyovyote huwezi kumpenda kuliko Yesu mwenyewe. Kia Yesu kwa namna alivyompenda mama yake. Tunamheshimu sana mama Bikira Maria. Ni lazima turudi katika historia ya ukombozi wetu. Baada ya Mungu kuwaumba wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, alipokwisha kuwaumba, tunafahamu tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu kwa huruma yake alitaka bado. Mtakatifu Toma wa Aquino anatuambia ingawa Mungu hawezi kubadili lengo lake, Mungu abadiliki. Siku atakapobadilika ataacha kuwa Mungu. Kwa hiyo Mungu abadiliki. Lakini Mungu anaweza kubadili namna ya kutenda. Baada ya anguko la wazazi, Mungu alibadili namna ya kutenda kusudi bado mwanadamu afikie lile lengo la Mungu la kumuumba. Mwanadamu anamwambia nyoka, kati yako na mwanamke. Kutegemeana na tafsiri unayoitumia, nyingine zinasema uzao wake utakuponda kichwa na wewe utavizia kisigino. Tafsiri nyingine zinasema atakuponda kichwa na utamvizia kisigino. Mwanamke anayezungumzwa katika kitabu cha Mwanzo 3:15 ni mama Bikira Maria katika njia ya ukombozi. Mungu ametaka kumrudishia mwanadamu kila alichopoteza kwa Eva wa zamani, kirudi kupitia Eva mpya. Na kwa sababu anaitwa Eva mpya, kuja kurudisha kile tulichopoteza kutoka kwa Eva wa zamani. Na kwa sababu ndiyo njia ambayo Mungu aliamua kuitumia kuukomboa ulimwengu. Mungu angeweza kuukomboa ulimwengu kwa neno tu, bila Yesu kabla ya lile anguko. Anaongea na malaika mwovu. Upande wa Bikira Maria pia utaona kabla ya kumleta mkombozi, yeye anaongea na malaika mwema. Anaongea na malaika Gabrieli. Malaika Gabrieli anapokwenda kuongea na mama Bikira Maria, wanajadiliana. Kwenye Injili bila shaka imeelezwa namna alivyomtokea Maria anaogopa. Utakubali kunizaa, kunibeba mimba? Utakubali kunizaa? Utakubali kunitunza? Mungu analeta mfanano. Kwa kuwa Eva wa kwanza aliongea na shetani, wakaleta dhambi, shetani, kumwamini shetani. Anasema Mungu, wewe ni mwongo, hatutakufa tukila, tutafanana na wewe. Kwa hiyo anakula na anampa mumewe Eva
Adamu. Anatuma malaika Gabriel kwenda kwa Maria. Mungu kwa uwezo alio nao angeweza Maria akajikuta amtumii Maria kama kiumbe kisicho na utashi. Na siku zote tujue, kati ya vitu ambavyo tuna hakika Mungu atafanya ni kuingilia utashi wa mwanadamu. Mungu haingilii utashi wa mwanadamu, na hii ni moja ya sababu zinazoelezea kuhusu uwepo wa uovu duniani. Mungu haingilii utashi wako. Ukiamua kuua, Mungu atasema ndiyo Maria, dunia iokoke. Sema ndiyo Maria, msalaba umekuwa mzito mno kwetu, maumivu ni makali kwetu. Anamwambia Maria, mbingu iko kimya, inasubiri utasema nini. Mungu anasikiliza jibu lako. Malaika anasubiri jibu lako, akamwambie Mungu kama umekubali au umekataa. Bahati nzuri Maria alisema ndio. Mtakatifu nadhani Bernardini anasema tuliingia au dhambi ilikuja duniani. Ko la mwanadamu lililetwa na jozi ya watu wawili, mwanamke na mwanaume. Yesu hivyo hivyo, Maria sio mkombozi. Kama ambavyo Eva yule sio yeye aliyeleta dhambi. Eva alitengeneza mazingira ya dhambi kuingia. Maria naye sio mkombozi, anatengeneza mazingira ya ukombozi kutufikia. Na ndio maana ni muhimu sana kujua kwamba ibada zetu kwa Bikira Maria, lengo la mwisho sio Bikira Maria. Lengo la mwisho ni kumfikia mwanae Yesu, kumfikia Mungu mwenyewe. Na kazi ya ukombozi ni kazi ya ajabu, hatuwezi kuielewa. Baada ya ukombozi hamna kazi ya ajabu kuliko namna mama Bikira Maria alivyoumbwa. Viumbe wake. Sasa hapa tuzungumzie wanadamu. Mungu ana namna alivyotaka mimi niwe, ana namna alivyotaka wewe uwe, ana namna alivyotaka mama Bikira Maria awe, na kila mmoja mwingine na mwingine. Katika wanadamu wote duniani waliokuwepo, waliopo na watakao kuwepo, ni mwanadamu mmoja tu amekuwa kile ambacho Mungu alikitaka, naye ni mama Bikira Maria. Kuwa na ulazima wa kumheshimu huyu mama Bikira Maria. Yesu asingekuwa mwanadamu kwa njia ambayo tumeiona. Labda Mungu alikuja na mpango wa tatu, hatujui, lakini walau kilichopo tunajua. Bila mama Bikira Maria kusema ndio, Yesu asingekuwepo. Yesu asingekuja duniani, asingetemekea mwanadamu. Kwa sababu malaika ni wajumbe wa Mungu, malaika ni watakatifu. Lakini katika tukio hili malaika ndiye anamtetemekea Maria, ndiye anayemsalimu Maria. Hasa Afrika, mtamaduni wa kawaida, mdogo ndiye anamwamkia mkubwa, sio mkubwa anamwamkia mdogo. Tunamheshimu mama Bikira Maria kwa sababu Mungu amemheshimu kwanza kabla yetu sisi wenyewe. Yeyote anayepinga heshima kwa Bikira Maria hajajua namna ambavyo Mungu amemheshimu mama Bikira Maria. Katika Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 48 tunakuta Maria anakwenda kumwamkia Elizabeth. Ukisoma ile Injili, hatutapitia kwa ajili ya muda, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Kwa hiyo nimesema yale maneno ya mwanzo ni ya muhimu kwa sababu Elizabeth aliyatamka hayo maneno akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, anayesema Maria amebarikiwa, kwa swali linaweza likaja, kwa nini amesema kuliko wanawake wote? Kwa nini hakusema kuliko watu wote?
kwa sababu kuna mwanaume mmoja amemzidi Bikira Maria, Yesu Kristo. Na lakini la muhimu lingine ni kwa sababu tangu mwanzo tunarudishiwa kuhusu mwanamke wa kwanza. Kila tunapotafakari mafumbo ya ukombozi, huwezi kukwepa kurudia habari za mwanamke wa kwanza aliyeanguka, na baadaye Mungu anasema ataweka uadui kati ya mwanamke na mwanaume. Na hata katika Injili ya Yohana anamtaja mara 2 Bikira Maria, na mara zote anatumia jina mwanamke. Bahati mbaya Biblia zina ni amri ya Mungu kuheshimu wazazi. Bikira Maria amefanywa kuwa mama yetu pale msalabani. Soma Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 26 mpaka 27. Pale msalabani Yesu anamwambia mama yake, kama nilivyosema, Biblia nyingi zinasema mama tazama mwanao, lakini tafsiri sahihi kuwa mwanamke tazama mwanao. Anamwambia wewe ni yule mwanamke ambaye uzao wake ambaye ni mimi unaiangamiza shetani. Mwanamke tazama mwanao. Lakini tuendelee tu na tuliozoea katika tafsiri zetu za Kiswahili. Mama tazama mwanao. Kama Maria amefanywa kuwa mama yetu, tunakuwa na huo ulazima wa kumheshimu kwa sababu yeye amekuwa mzazi wetu. Kama ambavyo tunaweza kuwaheshimu wazazi wetu wa kimwili, tuna haki na wajibu mkubwa zaidi kumheshimu Maria ambaye ametuzaa kiroho. Na kusudi unielewe hii ya Yohana 19 hapa 26, 27 mpaka 28, rudi tena nyuma, soma Injili ya Luka wakati Yesu anazaliwa. Mwinjili anatumia maneno akamzaa mzaliwa wake wa kwanza wa kiume, au nyingine zinasema akamzaa kifungua mimba wake. Hiyo sentence unakuwa umemtukuza Bwana. Maria anakuwa amemtukuza Bwana kwa sala ulioifanya wewe, na hasa ibada ya Rozari. Mtakatifu Padre Pio wanasema ni hadithi, sio kweli, ni hadithi aliyokuwa anasimulia watu kuhusu umuhimu wa Rozari. Anasema huko mbinguni siku moja Yesu alikuwa anatembea kukagua watu waliokaa mle. Kutana na mtu, akashangaa, huyu mtu anapaswa kuwa motoni, amefikaje huko mbinguni? Akamwita Petro mwenye funguo. Akamuuliza Petro, huyu mtu kwa nini umemruhusu akapita kwenye geti? Padre Pio anasema Petro alimjibu Yesu akamwambia, huyu ni mama yako, ana mlango wa siri, Rozari Takatifu. Huko anawapitisha hata wale walio ambao hawakustahili kupita kwenye geti kubwa. Padre Pio alikuwa anatoa hii hadithi kuonyesha nguvu ya Rozari katika wokovu wa mwanadamu. Pengine siku nyingine tunafahamu kwamba yeye mwenyewe amesisitiza zaidi ibada ya Rozari Takatifu, na alimwambia Mtakatifu Simon Stock, siku moja nitaiokoa dunia kwa kutumia Rozari na skapulari. Kwa hiyo tunakuwa ni watu ambao ni wachafu, tunampelekea Mungu kitu kisichoridhisha. Tunapopitia kwa mama Bikira Maria, anapokea sala zetu, anaziweka katika sahani ya dhahabu, anampelekea mwanae kuzisikiliza, lakini zitampendeza. Ibada zetu zinakuwa na nguvu zaidi, sala zetu zinakuwa na nguvu zaidi, lakini tunakuwa tumejinyenyekesha, tukitambua hali yetu ya unyonge. Lakini mama Bikira Maria yupo daima, anatushika mkono. Kati yetu, mjumbe kati yetu na Mungu ni Yesu Kristo. Ndio maana katika Kanisa Katoliki, na ni fundisho la Kanisa Katoliki, sala zote zinapitia kwa Yesu Kristo. Ndio maana sala zote tunasema kupitia kwa Bwana Yesu. Kama Rebeka
alivyomvisha mwanae ngozi faida ya heshima na ibada kwa mama Bikira Maria, kwa kuweza kumshinda shetani na kuokoka katika saa ya kufa kwetu. Tumsifu Yesu Kristo.